أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tumo ndani ya mwezi wa Shaaban. Tumo ndani ya mwezi wa Shaabani, na takriban wiki moja na nusu mbili hivi, tukiwa hai na salama, tutaingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kama tutaingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ipo haja ya kufanya maandalizi ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ipo haja na makusudi ya kumpokea mgeni mtukufu, mgeni mwema na mgeni mwenye thamani, ambaye si mwingine bali ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunazungumzia maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ili kufanya akili zetu ziwe tayari kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunazungumzia maandalizi ya mwezi wa Ramadhani ili akili zetu ziwe tayari kupokea na kujiandaa vizuri kabisa kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu tunaambiwa kullu man lam yajri al-istidadu fihi mu'radun. Kullu man lam yajri al-istidadu fihi mu'radun, chochote kile ambacho hakikufanyiwa maandalizi huwa kinapuuzwa. Chochote kile ambacho hakufanyiwa maandalizi huwa kinapuuzwa. Natoa mfano mmoja. Leo wewe ni baba wenye mji, nyumbani kwako anakuja mgeni ghafla, bila maandalizi, bila taarifa yoyote. Basi mgeni yule, wewe uko chumbani kwako, unapigiwa hodi, mtoto anaingia, anasema baba, kuna mgeni pale sebuleni. Ukitoka sebuleni, sio mgeni wa kuja na kuondoka, bali ni mgeni wa kuja na ukaa siku 2-3 mpaka wiki. Kwa sababu ya kutokuwa na maandalizi ya mgeni ule, basi yule mgeni, ile sehemu atakayolala inabidi avumilie. Kwa sababu ya kutokuwa na maandalizi, yule mgeni hakutoa taarifa yoyote, na wewe kama mwenyeji hukujua kwamba kuna mgeni anakuja, basi chakula anachokula yule mgeni kwa siku hiyo inabidi avumilie. Kwa nini? Kullu man lam yajri al-istidadu fihi mu'radun, chochote ambacho hakikufanyiwa maandalizi huwa kinapuuzwa. Kuna sisi pia yafaa tufanye maandalizi mazuri, kwamba tuna taraji kumpokea mgeni mwenye heshima kubwa, mgeni ambaye kupitia yeye yawezekana tukakutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa salama na amani, baada ya kufutiwa madhambi yetu. Kwa hiyo tunahitaji kuzungumza maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Lakini pia tunazungumza darajatu saumi, daraja za funga. Darajatu saumi ni daraja za funga, na imekuja katika at-tarkibu idhafia. Tarkibu idhafia ni mpangilio wa kukusanya majina mawili kwa wakati mmoja. Kwa mfano, ukisema kitabullahi, kitabu ni jina jingine na Allahu ni jina jingine, lakini ukifanya tarkibu idhafia tunasema kitabullahi kwa maana ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukisema baitullahi, baitullahi, baitu ni jina jingine na Allahu ni jina jingine. Kwa hiyo hapa tunapata majina mawili, baitullahi, nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo hivyo tukisema darajatu saumi ni tarkibul idhafia, ni mjumuiko wa maneno mawili yakaungwa pamoja. Darajatu ni neno jingine na saumu ni neno jingine. Kwa hiyo tukasema darajatu saum, darajatu saumi ni daraja la saum. Tukisema darajatu saum ama darajatu saumi ni yale ambayo inayopatikana kwa mtu baada ya kuwa amefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Darajatu saum ama darajatu saumi ni yale ambayo anayoyapata mtu baada ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Si kila anayefunga mwezi wa Ramadhani atapata daraja kama vile ambavyo inavyozungumzwa katika Qur'ani ama inavyozungumzwa katika hadithi, bali mtu atapata daraja la funga kutokana na namna gani edha anayejua funga, anaifahamu vizuri funga, na namna gani amechunga zile ama ile miko yake ya somu, akahakikisha kwamba yale aliyokatazwa ndani ya funga asiyafanye, basi hapo mtu huyo atapata daraja kubwa, kama ambavyo anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba rubba saimin laisa lahu min siyamihi illa aljui. Yawezekana mfungaji asipate chochote katika funga yake, ila anachopata ni ile kufunga na njaa, kushinda na njaa. Kwa hiyo kwa nini anahesabika kwamba anafunga anashinda na njaa? Kumbe kuna watu watajihesabu kwamba wamefunga, lakini kwa mujibu wa sheria watakuwa wameshinda na njaa. Ndio maana Mtume akasema rubba saimin laisa lahu min siyamihi ila aljui. Yawezekana mtu akafunga, lakini katika ile funga yake akawa hana chochote wala lolote, bali ameshinda na njaa, kwa sababu kwanza ile somo yenyewe pia haijui mipaka yake, haijui makatazo yake, hayajui shuruti zake hazijui, nguzo zake pia hazijui. Mwisho wake anajikuta ameshinda na njaa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema sumu tasihu, fungeni mpate usahihi wa mambo yenu. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema sumu tasihu, fungeni ili mpate usahihi mambo yenu. Na likuli shay'in nafi'in darajatun takhusuha, tufahamu na tuelewe, likuli shay'in nafi'in, chochote ambacho chenye manufaa, chochote ambacho chenye manufaa, darajatun takhusuha, basi kina daraja zake ambazo zinahusiana na jambo hilo. Kwa hiyo ukifanya kitu kwa usahihi, ukifanya kitu kwa uweledi, basi utapata daraja za juu, daraja kubwa ambazo zitakupa natija kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia duniani na akhera. Likulli shay'in nafi'in darajatun takhusuha, chochote basi chenye manufaa huwa kwa daraja zake ambazo hizo daraja zinahusiana na kitu hicho. Wal masalihu, lakini pia kina maslahi.
innama takunu fi a'la darajatiha, hakika si vinginevyo maslahi yanatokana na daraja za juu. Ukifanya kitu kwa kuzingatia uelewa wake, umuhimu wake, uweledi wake, basi utapata daraja za juu. Mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari, kwamba hakika ya swala inamzuia yule mswaliji, yule aliyeswali ile swala na machafu na maovu. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari, hakika ya swala inamzuia mtu na machafu na maovu. Lakini mtakubaliana na mimi kwamba wapo watu wengi wanaswali lakini wanazini, wapo watu wengi wanaswali wanadhulumu, wapo watu wengi wanaswali wanaiba, wapo watu wengi wanaswali wanasema uongo, wapo watu wengi wanaswali wanadhulumu watu, wanakula haki masi za kwao, kwamba kwa hiyo likuli shay'in nafi'an darajatun takhusuha, kila jambo lenye manufaa lina daraja zake ambazo hizo daraja zinahusiana na jambo hilo. Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ndani ya Qur'ani, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari, hakika ya swala inamzuia mtu na machafu na maovu. Lakini bado mtu leo anaswali, anatoa sadaka, anafunga, anatoa zaka, lakini bado amejikita katika madhara ya maovu, katika madhara ya uchafu, hali ya kuwa Mungu kashasema kwamba swala inakataza maovu na machafu. Kwa utaona kwamba huyu ameswali, amefunga, lakini hana uweledi na funga yake, hana uweledi na swala yake, na ndio maana amefunga lakini bado anasengenya, anatokana, anazungumza uongo, anaiba, anadhulumu, hali ya kuwa yupo ndani ya somo. Kwa hivyo haja ya kujiandaa kuifanya ibada ya funga iwe na uweledi mkubwa, ili tupate radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema wa min ayatihi, Mungu asema ndani Qur'ani, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Wa min ayatihi, na katika dalili zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala za uumbaji wake, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kukuumbieni ninyi wanamume wake zenu. Akasema tena litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwa wanawake hao. Ni watu wangapi leo wameoa wanawake majumbani mwao lakini hawapati utulivu? Kwa nini? Ni kwamba kwanza yule mke mwenyewe thamani ya ndoa haijui, na huyu mume pia taratibu za kuoa pia hazijui. Hakuoa kama ambavyo alivyotaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ile elimu ya ndoa hakuwa nayo, ndio maana hapati utulivu. Kwa sababu gani? Amechagua mwanamke ambaye si sahihi. Watu naoa tu, anaangalia starehe ili apate starehe. La, makusudio sio hayo. Unatakiwa uoe upate utulivu, oa mwanamke ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameelekeza. Kwa hiyo qad sama shakhsun wa lam yantafi'u bi sawmihi, aweza akafunga mtu lakini asinufaike na somo yake. Aweza mtu akafunga lakini asinufaike na ile somo yake. Innahu kana muqallidan fi sawmihi, haka yeye amekuwa ni mtu mwenye kuiga katika ile funga yake ile, yeye ni mwenye kuiga tu, yani haifanyi kiuweledi inavyotakikana, kwa sababu haijui somo. Sunna za kufunga hajui, nguzo za kufunga hajui, lazima za kufunga hajui. Kwa hiyo amekuwa muqallidan fi sawmihi, yeye amekuwa ni muigaji katika ile somo yake. Kwa hiyo walam yuhsinuha, na matokeo yake hakuiboresha, hakuifanya vizuri somo yake. Kwa hiyo zile a'la darajatun ni vigumu kuzipata mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kikubwa tunazungumzia leo, ama leo tumegusa kidogo bil ikhtisari, kwamba maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kitu ambacho kinahitajika sana, na tujikite tufanye maandalizi makubwa, sio kuandaa futari, tambi na daku na mchele na hivi maharage mengi. Hapana, tuandae mazingira ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwanza saumu yenyewe tuijue,
tuifahamu. Tunaona ajabu nyingi leo misikitini, shekhe anatoa darasa Ramadhani 7 mpaka 8 mpaka 10, mtu anyosha kidole, shekhe samahani, mimi na swali bwana. Haya, karibu bwana. Anakwambia shekhe, hivi ni vitu gani ambavyo vinaharibu saumu? Yaani ndani ya siku 10 za Ramadhani mpaka siku 10 hajui vinavyoharibu saumu. Huu ni mtihani mkubwa. Muislamu huyo ndani ya siku 10 ya Ramadhani hajajua ni kitu gani kinaharibu saumu. Haya, hizi siku 9 hizi ambazo amefunga, je, ziko sawa sawa? Kwa kila mmoja atapima hapo. Kama mtu anaweza swali msikitini siku ya 10 ya Ramadhani kwamba shekhe samani, hivi vitenguzi vya saumu ni vipi? Yani hajui mtu hivyo. Haya, hizi siku 9 ambazo tayari kishafunga, hii funga iko sahihi? Kwa tuna haja na wajibu wa kujiandaa kupokea mwezi wa Ramadhani, tufahamu vizuri mwezi wa Ramadhani, lakini pia tujue hukumu zake, sunna zake, vitenguzi vya saumu, lakini ule ulazima wake ni upi. Basi inshallah kwa msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukijaliwa kuwa hai na salama, tutaendelea kuonyesha fadhila sasa na utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo tuko tunaangalia maandalizi ya mwezi wa Ramadhani. Tumesema kwamba mwezi wa Ramadhani unahitaji maandalizi, ujue kwanza ile Ramadhani uifahamu, lakini ile swala ile funga yenyewe pia uijue. Unaona bwana, ukishaijua Ramadhani na funga ukaijua mipaka yake, nguzo zake, utakwenda vizuri. Kullu man lam yajri al-istidadu fihi muradun, kila ambacho hakikupata maandalizi mazuri basi huwa kinapuuzwa. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.